jina naitwa Said Mandawe, ni katibu mtendaji wa asasi ya kiraia inaitwa Gift of Hope Foundation ambayo makao makuu yake kwa mtaa Maua, kata Ngamani Kaskazini, barabara 5, lakini tuko na ofisi ndogo ndogo kata ya Majengo, mtaa wa Tembo Bar, lakini pia tuko na ofisi Muheza. Na hapa sisi tuko kwenye kituo chetu cha Gift of Hope Sober House ambao tuko kwenye maandalizi ya kuweza kuanza kwa hizi huduma, kwa maana tumehama kwenye eneo moja kuja eneo lingine. Na kitu kilichofanyika, ilikuwa tuna Sober House ipo Kange, kwa hiyo tumebadilisha matumizi. Sasa hivi inaitwa Community Free Shelter. Tuna accommodate wale waraibu au watu wanaopata tiba au wafaidika ya huduma ya methadone ambao wana mazingira ya kukaa mbali. Tuna accommodate pale kupata makazi na lishe, kwa maana wasiondoke kwenye tiba na wasipate ile changamoto ya kusafiri kutoka katika wilaya ambazo hazipo katika wilaya yetu Tanga jiji. Maana kuna watu kutoka Mkinga, Pangani, Korogwe, Muheza wanakuja kunywa dawa ya methadone. Kwa hiyo tumeamua tuwasaidie wenzetu kwa sababu sisi pia experience hali kama hiyo. Kwa hiyo tupo hapa kata ya Tangasisi, halmashauri ya jiji la Tanga, mtaa wa Mwakidila B. Tumefungua kituo chetu kipya cha Gift of Hope Sober House ambacho kina uwezo wa kuchukua waraibu 12 na nyumba ina vyumba 4 ambavyo ni vya kisasa, lakini nyumba imezingatia mwongozo huu wa uendeshaji wa nyumba za sober house ambao unaratibiwa na mamlaka na unasimamiwa na mamlaka ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Nyumba ni nzuri sana na tunajitahidi kuboresha huduma kwa ajili ya kusaidia hii jamii, lakini pia wapate makazi bora, lishe bora, lakini naweza kufanya shughuli zingine za kuwawezesha wao kiuchumi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, wanatanga na yoyote ambaye anasikia video, tunamkaribisha kwenye kituo chetu na tunatoa huduma rafiki, na sisi tunatumia program mbalimbali, lakini zaidi tunatumia pia model approach. Maana yake hatua 12 za ustiri wa miadarati au hatua 12 za ustiri wa vileo, maana yake pombe. Na lakini pia tunatumia issue ya kuzungumzia sana addiction yenyewe jinsi ilivyo, lakini kwa kudhibiti tunatumia hizi hatua 12 sponsorship na pia supporting group approach. Lakini pia tuna program sasa hivi kupitia ofisi hii. Kuna afisa ustawi wa jamii, yani ambaye ni social worker, atakuwa anakuja kufanya psychosocial support, lakini pia kutakuwa kuna life skills kwenye moja intervention humu ndani. Tunakofanya planning na client, kutakuwa na aftercare ambazo hizi aftercare tunamjua client yukoje, kwa mwisho wa siku anaenda kuwa productive member. Maana yake ujuzi aliokuwa nao, career aliokuwa nao, tunaipeleka sasa kwenye kujiwezesha kule nje, kwa maana kupata huo ujuzi, na akitoka kwenye treatment anakwenda kuwa mzalishaji mali kwenye jamii. Na tunatumia approach hiyo ya tiba kazi kwa waraibu, lakini kuwawezesha kupitia family sessions zile zinazokuwa zinafanyika kupitia wataalamu wetu. Na hii huduma itakuwa ni bora, na kwa sababu ndio tunachotaka kukifanya, na gharama sisi wanajamii wanachangia. Unajua kuna malipo na kuchangia, kwa sababu sisi tumepitia experience hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, na mje tu kwenye kituo chetu, na tunatoa huduma rafiki na hatuna pingamizi kwenye eneo la malipo, bali kuna kuchangia kwa maana hizi huduma ziweze kujiendesha. Kuna lishe inatakiwa watu wapate chakula hapa, kuna malazi, kuna kodi za nyumba zinalipwa hapa, na mahitaji mengine ya kama binadamu atakuwa apata. Kile nzuri zaidi, wateja wetu wote wanaoingia hapa wanapata qualification au fursa ya kupata bima ya afya. Kwa hiyo familia itakuwa kwenye eneo la afya, zitatumika zile bima za afya zilizoboreshwa za halmashauri kwa ajili ya kuwawezesha hawa watu kupata eneo la afya, lakini na vitu vingine. Na mchakato ni ule, wanaanzia vituo vya afya kwenye storefront yetu kule, alafu wanakuja kupata hizo huduma. Kwa hiyo tunawakaribisha, lakini kwa zaidi yoyote anaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba 0766841815, lakini pia anaweza kupata taarifa yetu kupitia Instagram yetu ambayo utaandika tu Gift of Hope Foundation, utapata taarifa nyingi kule ambazo zinahusiana na huduma zetu. Lakini mtaona mambo mengi yanayoendelea kupitia hii asasi yetu ya Gift of Hope Foundation. Mwisho nasema saidia usiazibu. Awali lolote, kama nilivyojitambulisha, mimi jina langu ni Said John Bandawe, ni katibu mtendaji wa asasi ya kiraia. Lakini awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, lakini nitakuwa mchoyo wa shukrani nisipomshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu, kwa kutuboreshea mazingira ya kuweza kutoa hizi huduma. Lakini bila kusahau Mheshimiwa Makamu wa Rais, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti au jemedari anayesimamia mapambano dhidi ya dawa za kulevya. Lakini pia kumshukuru waziri wetu Mr. Lukuvi, ambaye yeye ndio anashughulika na wizara mtambuka inayosaidia au kutusaidia sisi ambao tunatoa hizi huduma. Lakini mwisho ni kumshukuru Commissioner General wa Mamlaka ya Udhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya kwa kuweza kutuongoza kitaalamu, kutuwezesha kimiongozo na
kiujuzi ili kuweza kutoa hizo huduma rafiki na huduma bora kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu. Lakini mwisho wa siku Mheshimiwa Rais tunamshukuru sana, anaelekeza tiba kazi na ndio hivi kwa vitendo. Sisi tulikuwa waraibu, lakini leo hii tunatoa hizi huduma kwa maana ni tiba kazi kujisaidia sisi, lakini tunaokoa jamii yetu, na mwisho wa siku pia na wao wanakwenda kuwa mabalozi wema. Lakini mwisho ni kumshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Balozi Matilda, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ndugu yangu Kubecha, lakini pia mbunge wetu wa jimbo la Tanga na Mheshimiwa Meya na viongozi wote na madiwani wa halmashauri jiji la Tanga wanatuongoza, wanatusaidia. Lakini zaidi ni kuwashukuru viongozi wote, sababu sisi tunafanya kazi na serikali, lakini na jamii yote ya Wanatanga wanatupa ushirikiano na kuitaka Tanga kuwa bila dawa za kulevya iwezekane. Asanteni sana, Mungu awabariki na nia ya Mungu tuongoze kwenye kutoa hizo huduma. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.